Apostle Johannes John. Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Na leo nimekuja na ndoto kuu 7 ambazo hizi ukiziota jua utaandamwa na baraka za Mungu, utazidiwa na mafanikio na utajiri, utapata mambo makubwa kirahisi. Ina maana pale Mungu anakuwa anakuonesha kwamba njia ya maisha yako imeshafunguliwa, ina maana mambo kwako yatakuwa ni rahisi sana kuyapata. Ndoto ya kwanza kabisa ambayo itaonesha hali ya mafanikio makubwa ni unapoota samaki. Unapoota samaki, either upo unavua samaki au samaki unaona wamerundikana. Hii ni ishara nzuri. Ukisoma Luka 5:6-9 kwamba walipofanya hivyo wakazidiwa na samaki hadi wakawaomba majirani kuwasaidia. Kwa hiyo ndoto ya samaki hiyo inaashiria ni kitu kizuri. Japo sasa unapoota ndoto ya samaki wakiwa wameoza, hiyo ni ishara mbaya kwamba utapata hasara, mambo hayatoenda. Kama ni ndoto yako haitotimia, au ni mipango yako ya kiuchumi, itaanza kukolapsi. Lakini ukiota ni samaki wazuri, fresh, wako sawa, ina maana hapo jua. Lakini kama ni samaki waliokaangwa, ina maana ni sawa, utapata matokeo, lakini lazima utapitia kipindi fulani cha kuteseka, cha kuumia kidogo. Lakini unapoota ndoto ya matunda yaliyoiva, hiyo ni baraka, kwa sababu inaashiria kwamba ni matokeo ya mashamba. Utakula matunda, utakula mavuno. Wakati wa mavuno kitu kimeiva, ina maana inaashiria kwamba kama ni biashara yako inaenda vizuri, kama ni ndoa yako itakuwa inaenda vizuri, kama chochote unachokuwa unakifanya ina maana kitakuwa kinaenda vizuri. Lakini unapoota ni ndoto ya tunda lakini limeharibika, jua hapo ni hatari, kwa sababu ina maana itatokea vikwazo, utapata hasara. Kama kwenye maisha tu ya kawaida, tunda linapokuwa limeoza halina faida. Tunda linapokuwa limeharibika ina maana ni hasara. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo. Kwa unapokuwa umeota matunda yako mazuri, ina maana safi. Lakini unapoota yameharibika, ina maana utapata hasara, mambo yako hayataenda vizuri. Kuna vikwazo utavipata kwenye mfumo wa biashara. Lakini unapoota tunda ambalo halijaiva, ina maana hapo ni sawa, utapata, lakini bado kuna wakati unahitaji uvumilivu. Unahitaji kujituma, unahitaji kuongeza jitihada zaidi ili upate matokeo. Lakini pia unapoota ndoto ya miwa, ndoto ya miwa inaonesha ni baraka za Mungu. Ni baraka za Mungu, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kitu sukari, kitu kitamu, kitu kizuri, ina maana inaonesha ni utamu, ni mafanikio, ni kustawi, kuwa nyota, kubarikiwa zaidi. Lakini pia unapoota ndoto la lori la mafuta, labda ni mafuta ya kula, petroli au chochote tu, diesel, linapita mbele yako au linakuja au unaliona, unapoliota kwenye ndoto, ina maana Mungu anakuja kukufanikisha. Nikiwa na maana gani? Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 9, nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 7. Hapa inaonesha dhahiri shaini yule mama ambaye alikuwa hana chochote, lakini baada ya kutokewa na nabii akamsaidia. Ndio hapa nasoma, akasema nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha ingia ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimimine mafuta vyote vile vyombo, navyo vitajaa, ukavitenge. Unaona? Kwa hii ni ishara ya nini? Ni ishara kwamba utapata mafuta kwenye ndoto yametumika kama kitu kikubwa, kitu cha baraka. Ukifuatilia wakina Daudi walipakwa mafuta. Ukifuatilia wakina Samuel alimpaka mafuta pia Sauli. Yesu mwenyewe kwenye Isaya 61
kuanzia 1:2 anakuambiaje? Roho wa Mungu yuja kwa kuwa amenitia mafuta. Lakini pia mafuta yalikuwa yanatumika kama baraka. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 33:24-25, lakini pia ukisoma ukisoma Isaya 27:10, lakini pia ukisoma Marko 10:20, Marko 6:13, utaona jinsi mafuta yanavyokuwa ni baraka. Lakini ndoto nyingine ni ndoto unapoota umeshika pesa nyingi mkononi. Unapoota umeshika pesa nyingi mkononi, hiyo inaashiria ni utajiri, mafanikio, kustawi. Ndio maana ukisoma Isaya 65, nataka nikusomea hapa uone Isaya 65 ina maana gani hapa, uiangalie ina maana gani hapa. Isaya 65 anakuambia hivi kwamba ndipo utakapoona na kutiwa nuru na moyo wako kutetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Hii inaashiria ni kwamba ni utajiri wa mataifa. Ina maana Mungu anakubariki, anakufungulia milango. Lakini unapoota chakula kizuri mbele yako, pia ni ishara ya baraka za Mungu na mafanikio ya kimungu. Ndio maana ukisoma Zaburi 23 anakuambia kwamba nitaandaa meza mbele ya watesi wako na kikombe chako kitafurika. Unapoota uko mbele yako umekaa sehemu, lakini chakula kipo mbele yako kizuri, na maana hiyo ni ishara ya baraka. Mungu anakuandalia chakula mbele ya watesi wako. Na kama tunavyojua chakula, watu waliokuwa wanaleta chakula kwenye ndoto au watu waliokuwa wanagawa chakula kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho walikuwa ni malaika. Kwa muda mwingine ndio maana huwa nakushauri kwamba unapokuwa umeota ndoto unakula chakula, usipaniki. Omba Mungu, lakini usipaniki, kwa sababu malaika ukisoma vizuri sana ukisoma Zaburi ya 78 mstari kama sikosei wa 25 na 24 na 26, inaonyesha jinsi malaika walivyokuwa wanawaletea chakula wana wa Israeli. Lakini ndoto nyingine ambayo itakusaidia kuonesha kwamba ni hali ya baraka na mafanikio ndio ipo inakuandama ni unapoota unapoota nyuki au asali. Unapoota nyuki wanakufukuza, hiyo ni hatari, kwa sababu ni maadui wanakufukuza. Lakini unapoota nyuki wapo sehemu wamejikusanya, wapo wanatengeneza asali, hiyo ni ishara ya baraka kwamba utazidishwa na kuongezeka. Lakini unapoota asali ina maana ni tunda. Ndio maana ukifuatilia Mithali inakwambiaje, kuleni asali kwa sababu ni nzuri, mara sega la asali, utumia asali kwa sababu ni njema. Maandiko yote yameeleza. Lakini pia wana wa Israeli kipindi kile wao waliagiziwa au waliahidiwa asali. Lakini pia hapo bonus, unapoota unakunywa maziwa freshi au unapoona maziwa fresh kwenye ndoto, inaonesha pia ni baraka, lakini pia ni nguvu za Mungu, kwa sababu ahadi namba 1 ambayo waliahidiwa wana wa Israeli watakapofika Kanaani ilikuwa ni maziwa na asali. Nchi yenye maziwa na asali, na maana ni baraka na mafanikio. Kwa hiyo kama unaota hizi ndoto, wewe amini kwamba Mungu yupo anatengeneza milango kwa ajili yako, au yupo anakubariki. Kwa hiyo ondoa shaka, mshukuru Mungu, adhimishe Mungu ili ukaione baraka yake ikifanya kazi kwenye maisha yako. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.